hakushitukia kabisa. Hapana, hapa ndugu, wewe umetaka pengine lipite tu. Kile kitu kikamshitua yeye mwenyewe Ahabu. Aliposema ukweli tu akasema ndo nilijua tu wewe. Haya, lock up, naomba mkamfunge huyu, nikirudi kwa amani huyu mtu mkamlishe kwa shida, kwa tabu, mpaka nitakaporudi. Yeye mcha Mungu tu, msema kweli, akakwambia mimi hapa ninajijua ni adui wako. Msema kweli ni adui wa watendao mabaya. Ukirudi kwa amani, basi Bwana akusema na mimi. Kama hilo jambo baya halitakukuta, basi hata huyu Mungu ninayemwabudu siye. Alikuwa na uthibitisho na uhakika na kila alicho nacho. Ndio maana hakuwa na shida kwamba pamoja na kwamba mnaenda mkanilishe kwa tabu, mkanifunge, mimi niko tayari, lakini siko tayari kugeuza usemi ambao Bwana ametaka niseme. Watu wengi upepo unatupiga kwa sababu kila ulicho nacho pengine umesikia tu mtumishi ya Mungu ana msimamo, unasema hujui ana msimamo gani, na mimi nakoma nacho. Unakoma, kauliza ana msimamo wa jambo gani na kitu gani na misingi yake ni ipi? Anakoma. Upepo ukipita unakupeperusha. Lakini kama umeelewa vizuri, yani wokovu wako umeushika vizuri, hakuna jambo linaweza likakupeperusha. Hakuna mtu ataondoka hapa kanisani akakupeperusha. Hayupo. Hayupo. Mimi nasema kama utapeperuka na mtu aliyoondoka, wao haukuwa wakwao. Nimesema wakwao, sio kwamba nimekosea. Wao haukuwa wakwao. Nikisema haukuwa wetu, unasema kwa yeye ni wakwao. Unasema kwa yeye ni wa kikosi kazi. Huko utajiongeza. Yaani ukipeperuka, peperuka kwa sababu hata Mungu mwenyewe sijui kama uliwahi kuwa naye. Maisha ya wokovu ni kuamua kujisimamia, kuangalia mafundisho yanatakaje. Mimi moja ya vitu ambavyo vinanisaidiaga, mimi naangaliaga nia ya mtu, anafundisha nini. Ni kweli sina uwezo wa kushika somo hadi somo, lakini naangalia amelenga kitu gani, huyu kinifikie kwa sura gani. Mimi nikipangangania hapo, alafu tunakuja kuoanisha na maandiko, nasikia kumshukuru Mungu na kufurahi. Nasema mimi nishindwe mimi kwa sababu ya uzembe nilionao. Sihitaji kumlaumu yoyote kwa sababu wakati wa kujisimamia ni huu. Mambo mengi umefundishwa, mambo mengi umeelekezwa. Unafahamu kabisa hili sio zuri, hili linafaa, hapa hapana, ila unaweka msimamo. Ukijiwekea hivyo, mtu wa Mungu, kuna maeneo mengi utapita kwa kuteleza. Sijui ni mtumishi nani alifundisha majuzi, akasema kwamba kuna mambo mengi mtu anaweza akakutana nayo. Mfano mtu ameondoka na yeye anaondoka naye. Ni nani alisimama alitufundisha?